question mark hapa, tukiwa nafasi ya kuweza kujadili kinaga ubaga kuhusiana na hiki ambacho tumekiweka mezani, tukiuliza kwamba wachezaji gani waliosajiliwa na Simba kwa msimu huu ambao hawajafanya vizuri na ungetamani watafute sehemu nyingine ya kucheza kwa msimu ujao. Ndicho ambacho tunakiuliza. Kama kawaida, mnianze na GH kwenye hili eneo. Wewe jicho lako linamwona nani na nani ndani ya kikosi cha Simba, na pengine anaziba nafasi hiyo wapishe wachezaji wengine kwa kutafuta pengine msimu ujao kwa kwenda kuchezea? Ni swali moja zuri sana, limekuja kwa wakati huu ambapo tunaelekea mwishoni mwa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Michezo takribani miwili na wengine michezo mitatu, maana yake kwa aliyefanya vizuri kwa michezo zaidi ya 25 26 unaweza kumuona, na aliyefanya vibaya katika hii michezo 20 na kitu unaweza kumuona. Kwanza kabisa, Simba Sports Club ni miongoni mwa timu ambazo msimu huu zilisajili wachezaji wengi sana majanta, pamoja na mdau ambaye anatufuatilia. Kwenye dirisha kubwa lile la usajili kabla kuanza msimu, Simba walisajili wachezaji 13. Dirisha dogo walimsajili mchezaji mmoja kwa maana ya Elim Panzu. Kwa sasa hapa tunajumlisha wote wa dirisha dogo pamoja na dirisha kubwa. Binafsi mimi katika hao wote wachezaji 14 waliosajiliwa na Simba kwa msimu huu, mimi jicho langu limeona wachezaji watatu ambao kiukweli hawajafanya vizuri, wala tusipepese maneno, hawajafanya vizuri, na kama kuna uwezekano wakatafute sehemu nyingine ya kwenda kucheza. Ni wachezaji gani hao? Kwanza kabisa kuna Kelvin Kijili, mchezaji ambao amemsajili kutoka Singida Fountain Gate kwa wakati ule, mchezaji ambaye anacheza katika nafasi ya ulinzi wa kulia. Lakini mchezaji wangu wa pili ni Augustine Okejefa, mchezaji ni kiungo wa kati nambari 6, muda mwingine anacheza mpaka nambari 8, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria huyu, wakimsajili kutoka Rivers United. Na mchezaji wangu wa tatu ni Valentino Mashaka Kusengama. Huyu ni bwana mdogo kabisa, alikuwa Geita Gold kabla ya kusajiliwa na Simba, alimaliza ligi akiwa na magoli 6. Amesajiliwa mpaka sasa magoli yake ni 2 tu, naye pia akatafute sehemu ya kucheza. Nianze na sababu. Kelvin Kijili ni mchezaji ambaye alisajiliwa watu wakiwa na matumaini ya kwamba pengine ataenda kurithi nafasi ya Shomari Kapombe. Unajua kabla msimu kuanza ziliibuka story nyingi, Kapombe amezeeka, kama unakumbuka vizuri. Kapombe ni mzee, na aina ya uchezaji wa Kevin Kijili ni mzuri sana wa kupanda na kushuka, speed yake waliamini kabisa ataenda kuwa mbadala mzuri wa Shomari Kapombe. Ila kilichotokea, manake hata nafasi ya kukaa bench sometimes Kijili haipati. Rejea hata game ya juzi anacheza David Kameta Duchu badala ya yule Kevin Kijili ambaye wengi walimtarajia, manake ameshindwa kuipambania nafasi yake. Uwezo wake au jamridhisha kocha Fardu. Hata katika safari za kimataifa Simba anaenda kucheza na Stellenbosch, wanaenda kucheza na Berkane, katika wale tu wanaosafiri ulioni jina lake, manake kocha huyu mchezaji hayupo kwenye mipango yake. Kwa hiyo tumi Kijili akatafute sehemu nyingine ya kucheza kwa msimu ujao kwa maslahi ya kiwango chake. Mchezaji wa pili nilimtaja Augustine Okejefa. Huyu ni mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria. Wakati anasajiliwa, mashabiki wengi wa Simba na wadau wafuatiliaji wa soka waliamini ya kwamba huyu ni mchezaji ambaye atakuja kuleta tiba katika eneo la kiungo wakati pale Simba. Ukiangalia profile yake na mahali alikotokea, alitokea Rivers United ya Nigeria, MVP wa ligi kuu ya Nigeria kwa msimu ule alikotoka. Maka watu walijua moja kwa moja anaenda kuchukua namba na kuonyesha kitu ambacho kilimfanya viongozi wa Simba waweze kumsajili. Akiishia tu ya robo finali katika kombe la shirikisho barani Afrika na Rivers United. Na katika hiyo nafasi alisajiliwa pia na Yusuf Kagoma. Lakini nini kilichotokea? Kagoma mzawa akapambana, ameichukua namba, anamweka bench. Na kama haitoshi, kama unakumbuka vizuri, kwenye hiyo nafasi pia Fabrice Luamba Ngoma ilikuwa chupu aachwe kwa msimu huu ili jina lake liondolewe. Lakini kilichotokea, Ngoma pamoja na Kagoma ndio wameshika mizizi katika eneo la kiungo cha kati. Okejefa ingia toka. Sasa huyu ni mchezaji wa kimataifa, unapozidi kukaa naye umtumii, manake zile nafasi 12 unaziziba. Ni bora utafute mtu ambaye anaweza kaingia kwenye kikosi moja kwa moja akakusaidia kitu. Kwa hiyo Okejefa naye pia hajaniridhisha. Na mchezaji wangu wa tatu
Nimemtaja bwana mdogo Valentino Mashaka Kusengama. Sina mashaka sana na kiwango chake katika eneo la ufungaji, lakini bado anahitaji game time ya kutosha. Unajua udogo alianza msimu vizuri. Mechi 2 mfululizo za Simba za kuanza msimu dhidi ya Fountain na Kagera Sugar. Ndiyo. Zote 2 mfululizo alifunga. Na mpaka sasa ndio ana hayo magoli 2 tu kunako ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Lakini umri wake ni mdogo, kazaliwa 2005. Miaka yake ni 20. Anacheza na timu ambayo ina wachezaji ambao wamemachua kuliko yeye. Ni bora akatafuta sehemu nyingine au akaenda hata kwa mkopo. Kuna timu zinapanda kama akina Mbeya City. Nafasi kama ile Kusengama anaweza akakupa kitu. Yaani zaidi hapa achezi mpaka tumuone katika michezo ya timu ya taifa vijana wenye umri chini ya miaka 20. Kwa hiyo hapo kidogo ni mashaka. Ila wengine waliobakia kwangu mimi nimeridhishwa nao, kuanzia goalkeeper Musa Kamara Pinpin. Kamesajiliwa msimu, kaingia moja kwa moja, clean sheet 17, ndiye kinara. Uwezo wake ni mkubwa. Kijili nimemsema hafai kwangu mimi. Valentine Noma amekuwa na ingia toka, lakini katika siku zinavyozidi kwenda upande wa kushoto kocha anazidi kumtumia na kumpa nafasi, bado aendelee kubaki. Karabua Chamu kiwango bora sana katika siku za hivi karibuni. Yeye alianza taratibu, alimkuta Malone Fondo pale. Lakini kuna wakati Malone akaumia. Alipoumia mashabiki wakawa na mashaka. Lakini kwa sasa hamna tena naye muulizia. Tena kuna watu saizi wana suggest kwamba Malone aondoke, Karabua abaki. Kiwango kizuri. Abdulrazak Hamza yeye amekuja ameingia moja kwa moja. Sina doubt aendelee. Kagoma nimetoka kuzungumza. Debra Fernandez Mavambo anahitaji muda zaidi. Alianza vizuri kama unakumbuka. Namba alikuwa anapata katika kosi cha kwanza, lakini ingia toka hapa katikati ya kina Ngoma Kagoma kidogo inamchelewesha, lakini bado ni mchezaji mzuri, umri wake unalipa, wampatie nafasi, anafaa zaidi. Joshua Mutale Budo alianza vizuri, wengi tunakumbuka. Panga pangua kikosi cha kwanza alikuwa anacheza. Katikati aka drop, yalitokea mengi, ila sasa amerudi, moto wake kila mmoja anajua. Haina haja ya kuendelea kumzungumzia tena hapa. Jinchale Ahoa, ndio kabisa. Top scorer ligi kuu kandanda Tanzania bara. Amekuja moja kwa moja, ana magoli mengi, assist za kutosha, aendelee kubaki. Steven Dese Mukwala, the same, amekuwa na kiwango kizuri sana hasa katika siku za hivi karibuni. Mimi namkumbuka Mukwala, kuna game 2 ambazo zilikuwa ngumu kazi ya mua. Mechi dhidi ya Mashujaa Kigoma, dakika 97 Mukwala anakupa goli. Mechi ya juzi dhidi ya Singida Black Stars, mechi ngumu, anakupa goli. Hata mechi dhidi ya Al-Masri ya kurudisha magoli 2 anafunga kwa kichwa. Ni mchezaji ambaye anahitaji time na kuendelea kubaki ndani ya Simba. Dauti kidogo kwa Lionel Ateba Mbida. Wengine wanasema aondoke, wengine abaki. Ila tumii kama GH ni bora aendelee kubaki. Namba zake ni nzuri, zinambeba. Magoli 12 kwenye ligi kuu kandanda Tanzania bara. Sifa mfungaji ni kufunga magoli. Kwenye orodha ya wafungaji bora 5 wa ligi kuu, Ateba yupo. Na ameazidi magoli hata ya top scorer wa Simba kwa msimu uliopita. Saidon Tibanzonkiza alimaliza na magoli 11. Ateba na magoli 12. Amelingana na Mukwala magoli 12. Anahitaji muda zaidi. Unajua kuna wachezaji wengine wanaingia katika mfumo wa mwalimu taratibu. Wampatie nafasi kwa msimu ujao, anaweza kufanya jambo. Na Elim Panzu hakuna haja ya kuongea. Bala lake linafahamika.